Mafarisayo walimtuhumu Yesu Kristo kwamba anatoa pepo na kuponya kwa kutumia mkuu wa mapepo Beelzebul. Akawaambia, kama anaponya na kutoa pepo, basi ufalme wa Mungu umefanyaje? Umekwisha kuwajia. Ni kwamba ufalme wa Mungu tayari uko mikononi, upo na wao. Lakini Mafarisayo hawakuelewa Yesu Kristo anamaanisha nini. Mtazamo wao walijua kwamba anamaanisha ni ufalme ule ambao walikuwa wanatawala wafalme katika serikali ya Kirumi, na wakawa na hofu na yeye. Yohana 18:36, Yesu Kristo akajibu, ufalme wangu sio wa ulimwengu huu. Anasema kama ufalme wangu ungekuwa wa ulimwengu huu, watumishi wangu wangenipigania nisije nikatiwa mikononi mwa Wayahudi, lakini ufalme wangu sio wa hapa. Alikuwa anajaribu kuwaelekeza kwamba ufalme aliyoujia yeye kama mfalme mkuu hautokani na serikali za kibinadamu, hautokani na siasa na mfumo wa ulimwengu huu. Yeye kama mfalme mkuu, inamaanisha ufalme wake sio siasa wala sio jeshi la dunia hii. Na manabii mbalimbali wameweza kutabiri maandiko ambayo nimewapa msome hapo, muandike. Isaya 9:6-7, Danieli 2:44, Danieli 7:13-14 na 27, Mika 5:2, Zakaria 9:9, Samueli wa pili 7:13 na 16, Zaburi 2:6-8, Zaburi 110:1 hadi 2, na maandiko kadha wa kadha ambao manabii waliandika, walitabiri kwa habari ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiangalia sala ya baba yetu kwenye Mathayo sura ya 6 mstari wa 9, mstari wa 9 anasema, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Alafu anaendelea, aliposema ufalme wako uje, alikuwa anamaanisha yeye atakapomaliza kazi aliyoijia hapa duniani, ufalme wake ndipo utaanza kufanyaje? Utaanza kufanya kazi. Mfumo au utawala wake utaanza kufanya kazi, ambao ni tofauti na siasa na majeshi ya kidunia. Kwa hiyo maana ya ufalme wa Mungu ni utawala wa Mungu ndani ya mwamini, ni Yesu Kristo ndani ya mwamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Namna ambavyo Mungu alivyofanya makao ndani yangu mimi, ndani ya yule na ndani yako wewe, anavyotawala ndani yetu, ndio ufalme wa Mungu. Mungu anatawala ndani ya mwamini, ndani ya mwana. Yesu Kristo ndiye mfalme mkuu katika ufalme huu wa Mungu. Ukisoma kitabu cha Ufunuo 19 mstari wa 16 na ile Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 15, Yesu Kristo anaitwa mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Tunamwona malaika wa Mungu kwenye Luka sura ya kwanza mstari wa 32-33. Malaika wa Mungu anamwambia Mariamu kwamba Yesu Kristo atapewa kiti cha enzi cha Daudi na atatawala milele, ikimaanisha ufalme wa Mungu ni ufalme usiokuwa na nini? Na mipaka, ufalme usiokuwa na kikomo, ni ufalme wa umilele. Haleluya, mtu mmoja. Na habari njema ni kwamba katika ufalme huu ambao Mungu Yesu Kristo yeye ndiye mfalme mkuu, ametufanya mimi na wewe, sisi tunayemwamini Yesu Kristo, wana wa Mungu. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 9 anasema, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake, yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru
yake ya ajabu. Amesema sisi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme. Kama Kristo Yesu ni mfalme, inamaanisha sisi ni uzao wa kifalme. Kama Kristo Yesu anatawala ndani ya sisi wana wa Mungu, inamaanisha sisi tunatawala pamoja na nani? Pamoja na Yesu Kristo. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa, jamani wapendwa. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 20 anasema sisi ni mabalozi, sisi ni wajumbe wa ufalme wa Mungu hapa duniani. Tupo kwa ajili ya kumwakilisha Mungu, kuwakilisha serikali ya ufalme wa Mungu hapa chini ya jua. Kwa hiyo yoyote aliyepokea neema, kipawa cha neema ya wokovu, yuko hapa sio kwa kupoteza muda. Yupo hapa kwa ajili ya kuwakilisha mapenzi ya Mungu. Amesema kwamba Yesu Kristo ndiyo mtawala mkuu na anatawala ndani yetu, na ametupa mamlaka ndani yetu. Mathayo sura ya 28 mstari wa 18 na 19 na Luka sura ya 10 mstari wa 19 inaonyesha kwamba sisi tuliyomwamini, wanafunzi wake, ametupa mamlaka ya kutawala ndani yetu. Mtume Paulo analiandikia kanisa la Waefeso kwenye Waefeso sura ya 2, Waefeso sura ya 2 mstari wa 6 anasema akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Yesu Kristo alipokufa na kufufuka katika ulimwengu wa roho, tulikufa na kufufuka pamoja na yeye. Alipopaa, pale alipoketi, tumeketi pamoja na nani? Pamoja na yeye. Kwa hiyo anatawala kama mfalme pale mahali pa juu alipoketishwa, tunatawala pamoja na yeye. Ndio maana akasema nimewapa mamlaka yote. Mathayo sura ya 18, andika mstari wa 18 na 19 na 20. Anasema lolote mtakalolifunga duniani litafanyaje? Litafungwa. Na lolote mtakalolifungua duniani litafanyaje? Litafunguliwa. Kwa hiyo Kristo Yesu, roho wake anatawala pamoja na sisi tuliofanyika kwa wana wa Mungu, akiwa ndani yetu.